Leo tulikuwa na kikao maalum cha wasimamizi wetu wa mizani katika mikoa yote nchini Tanzania pamoja na wasimamizi wa mizani kutoka makao makuu ya TANROADS na hapa kwetu makao makuu ya wizara yetu ya ujenzi. Tulikuwa tunatafakari kwa kina wajibu na majukumu ya wasimamizi wa mizani, hasa katika kuhakikisha kwamba magari yetu yanayosafiri katika korido zote yanapita yakiwa na uzito stahiki kama sheria inavyoelekeza kufanya, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba barabara zetu nchini zinaendelea kuwa salama na hazaribiwi kutokana na watu ama wasafirishaji wasio waaminifu kuzidisha mizigo. Wataalamu wamedadavua kwa kina na kwa makini na wamekuja na mikakati kadhaa ili kuhakikisha kwamba upimaji unakuwa mzuri, na upimaji huo unasababisha magari yetu na watu wetu watumiaji wa barabara yanakwenda vizuri na uzito stahiki, ili barabara zetu zisiweze kuathirika zaidi. Tumefurahi sana, wataalamu wamejaribu kuweka mikakati vizuri na wameipanga mikakati katika korido mbalimbali za usafirishaji, na tunazo korido kadhaa ambazo wamejiwekea ni nini wakifanya hasa, ikiwa ni pamoja na elimu kwa watumiaji wa barabara zetu. Watakuwa na kazi ya kuelimisha watumiaji wa barabara, kuhakikisha kwamba wanatambua wajibu wao na kuhakikisha kwamba wanapopitisha mizigo na usafirishaji wanapitisha kulingana na uzito stahiki, ili kutoathiri barabara zetu, barabara ambazo serikali inatumia mabilioni ya fedha kuzijenga. Kwa ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba zinalindwa ili zisiingie kwenye uharibifu na kuingiza tena serikali kwenye gharama kubwa ya matengenezo ya hizo barabara. Kwa tumeangalia vivile kimkakati wapi hasa magari yanaanzia. Kama unavyofahamu kule Kurasini magari yetu kwa kiasi kikubwa yakitoka yanaanzia kule, na ule mzani wa Kurasini umelenga makusudi kuyacheki tu uzito wake, ili kama yamezidi wala sio atoze faini, ili msafirishaji arekebishe ule mzigo ukae vizuri, na hata ukiondoka sasa safari yake kupita vigwaza pale umekaa vizuri, asiingie kwenye hatua ya kuharibu barabara zetu. Vituo vingi vya kuanzia, kwa mfano kule Tanga nako bandari yetu sasa hivi inatoa mizigo mingi, basi mwanzoni nako kule tuna mkakati makusudi kwamba pale bandarini Tanga kuwe na mzani wa kupima, kuchunguza, kuona ule mzigo kama umekaa vizuri, ili wanapokuja kwenye mizani mingine ya Ponge na maeneo mengine wasafirishaji wetu wasiharibu barabara. Huo ni mfano katika mizani mingi yote iliyoko zaidi ya mizani 83 katika nchi yetu inajaribu kuwekwa vizuri, na wasimamizi wetu wamejipanga kuhakikisha kwamba wanapima vizuri. Lakini mkakati mwingine ulikuwa ni kuhakikisha kwamba upimaji unakuwa ni wa haraka. Kwa mkakati umewekwa ni kwa namna gani tufanye ili upimaji wa magari yetu usiwe na usumbufu wa kukaa kwa muda mrefu. Kwa wapimaji wameweka mikakati bora kuwezesha wasafirishaji wetu wapite kwa haraka zaidi na kupima kwa haraka zaidi, ili kuondoa pengine upotevu wa muda, kwa sababu muda nao ni mali, na waweze kwenda na safari zao na kuweza kufanya biashara hizi stahiki katika usafirishaji wa bidhaa zetu nchini vizuri. Tumefurahi na kutoa maelekezo kadhaa kwa wasimamizi wetu hawa kuhakikisha kwamba wanafanya kazi vizuri, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba wanajizuia kwa namna yoyote vile na vitendo vyovyote vinavyoweza kuhatarisha utendaji kazi wao na uadilifu wao. Swala la watendaji wa mizani linahitaji zaidi uadilifu na uzalendo kwa taifa lao. Kwa pamoja wasimamizi wote wa mizani wamejipanga kuhakikisha kwamba wanaimarisha uadilifu na uzalendo kwa nchi yao, kuhakikisha kwamba wanafanya kazi vizuri ya usimamizi wa mizani, ili kuhakikisha kwamba magari yetu yanayosafiri katika nchi yetu hayafanyi athari za barabara yetu. Tumeitikia wito hapa wa naibu katibu mkuu kwa ajili ya kuja kusikiliza maelekezo kuhusiana na uendeshaji wa mizani. Tulikuwa na mjadala mrefu kidogo tokea asubuhi. Tumekuwa na maelekezo mengi kutoka kwa wizara, na kikubwa ni kuongeza tu ufanisi kwenye mizani yetu, kwamba tumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye mizani. Nafikiri linafahamika kwa maana ya jamii linatambua hivyo, lakini kwa kweli TANROADS kushirikiana na wizara tuna mikakati mingi sana kuhakikisha tunaepukana na malalamiko au na manunguniko au na malalamiko ya wananchi kuhusiana na utendaji wa kazi wa mizani. Kwa hiyo tumepokea maelekezo kutoka kwa wizara, na kikubwa ambacho wamesisitiza cha kwanza ni kuongeza ufanisi wa kwenye mizani,
kuongeza uadilifu, kusimamia sheria, miongozo na taratibu za uendeshaji wa mizani. Lakini pia tumeelekezwa namna ya kupambana na rushwa kwenye mizani zetu, na katika kutekeleza hilo tumekuwa na mikakati mingi. Mikakati mojawapo wa kwanza ndio huo wa kuhakikisha watu wanafanya kazi kwa kufuata sheria na taratibu, lakini pia tumeunda timu ambazo zitashughulikia usimamizi wa kina zaidi wa mizani zetu.